Bwana, it's over baina ya Jonathan Soa pamoja na Simba Sports Club. Ndoa ya Jonathan Soa pamoja na kikosi cha Simba Sports Club imetamatika mchana wa leo. Upande wa Jonathan Soa, wasimamizi wake pamoja na yeye mwenyewe wamewasilisha barua kwenda kwenye uongozi wa klabu ya Simba kwa ajili ya kuomba kuvunja mkataba. Ni makubaliano ya pande mbili mwisho wa siku, kwa sababu pia Jonathan Soa alikuwa amebakisha kandarasi ya mwaka mmoja na kidogo kwenye mkataba ambao alikuwa amesaini Simba, kwa sababu alikuwa amesaini kandarasi ya miaka miwili mwanzoni mwa msimu huu. Sasa kwa kuwa ni mutual agreement, imebidi manake klabu ikubaliane na mchezaji ambaye bado ana mkataba aweze kuvunja mkataba. Lakini tafsiri ambayo inakuja hapo pia ni kwamba Jonathan Soa pia inabidi aachie mshahara wote hapo utakuwa umebaki kwenye kandarasi yake ya mwaka mmoja, ili kusiwe kuna mambo tena kupeleka na FIFA mwisho wa siku. Ina maana klabu imekubali kumwacha mchezaji ambaye alikuwa na mkataba bado, na mchezaji naye kwa nafasi yake imebidi aachane na mshahara wote ambao umebaki kwenye mkandarasi ya mwaka mmoja na kidogo ambayo bado inaendelea ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo hakuna anayemdai mwenzake kiufupi. Watu wameamua kuachana kwa amani, na pengine hili lilikuwa ni jambo ambalo linakuja mwisho wa siku kwa namna ambavyo kesi ya Jonathan Soa ilivyokuwa, shutuma ambazo zilikuwa zinaelekezwa kwa upande wake. Yeye alikuwa anajaribu kuweka bayana upande wake, lakini Simba walikuwa wanaonekana wamesimama kidete kwenye kuweka bayana kwamba wana ushahidi na wanaamini huyu ni mchezaji ambaye alikuwa hana tena nafasi katika kikosi cha Simba. Moyo wake pengine ulikuwa umehama, akili yake ilikuwa imehama pengine mwisho wa siku kwenye majukumu yake ya kila siku. Kwa hiyo makubaliano yamekuwa ni hayo. Kwa hiyo ni rasmi, Soa hatovaa tena uzi wa Simba. Hiyo naweza nikaithibitisha moja kwa moja hapa. Sasa basi, kwa kusema hivyo, tafsiri halisi ambayo inakuja hapa ni kwamba kwenye dirisha kubwa la usajili linalokuja, Simba wataingia sokoni kutafuta washambuliaji wawili. Mshambuliaji mmoja wa kimataifa, hiyo ni must, hiyo ni priority namba moja ya Simba kwa wakati huu. Lakini pia tutafutwa mshambuliaji bora wa kizawa ambaye atakwenda kuwa nyuma ya huyu mshambuliaji wa kigeni, au atakwenda kuchuana naye pengine katika hali ambayo inatamaniwa zaidi, wakachuane mwisho wa siku. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kitakuwa kinafanyika kuelekea kwenye dirisha kubwa kwenye eneo la ushambuliaji la kikosi cha Simba Sports Club. Na hiyo haitojalisha kama Selemani Mwalimu ataendelea kuwa sehemu ya kikosi cha Simba kuelekea msimu unaokuja, kwa sababu yuko wa mkopo. Kama ataendelea kubaki au kama hatakuwepo, Simba itasajili washambuliaji wawili. Na usishangae kuona hata washambuliaji wote wakisajiliwa pengine wakiwa ni daraja la nje. Yaani wakisajiliwa washambuliaji wawili wa kimataifa kisha akaletwa mmoja mwingine mzawa. Hicho ni kitu ambacho Simba wanaweza kabisa kukifanya. Rejea kipindi cha kina Mugalu, Kagere pamoja na Boko. Una wageni wawili na una mzawa mmoja ambaye ni top. Kwa hiyo Simba wanaweza kufanya hivyo pia mwisho wa siku. Kwa hiyo tegemea ingizo la washambuliaji wawili kwenye dirisha kubwa. Hiyo ni endapo Selemani Mwalimu atabaki, kwa maana yuko kwa mkopo. Asipobaki, huenda hata wakaja watatu, pengine wakaja wawili wa kimataifa, akabaki na mwingine mmoja wa kizawa, Simba wakarudi kwenye utaratibu wa namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ndio habari kubwa ambayo ipo kwa wakati huu. It's over between Soa na Simba. Simba wanajiandaa kuingia dirisha kubwa kwenda kutafuta washambuliaji wa kutosha.